Magufuli alikuwa kiongozi wa maamuzi thabiti, anayejua kutoa maagizo na kuingilia pale inapohitajika. Siku moja aliamua kuingilia kati mradi wa ujenzi wa stendi ya Magufuli jijini Dar es Salaam. Hii ilitokea baada ya kugundua kuwa kazi imecheleweshwa kwa sababu zisizo na misingi na msimamizi wa mradi ambaye alikuwa Mchina huyo kushindwa kusimamia vizuri. Ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati, Magufuli aliagiza mshahara wa msimamizi huyo ukatwe hadi atakaposimamia kazi hiyo ipasavyo. Hii ilikuwa somo kubwa na changamoto yenye funzo kwa kila anayehusika na kazi. Leo twende tukajikumbushe kidogo hadithi hii. Ambatana nasi Baharia TV. Mkataba ulikuwa malizike mwezi wa 7. Leo ni mwezi wa 10. Na waziri alikuwa anazungumza hapa, wanatakiwa kukabidhi mwezi wa kwanza. This is not fair. Kwa sababu kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa kwanza ni miezi 4. Palitakiwa watu wawe wanafanya kazi hapa, wanaingiza pesa. Palitakiwa hiyo employment ya watu 10 iwe hapa katika kipindi cha miezi 4. Hiyo miezi 4 nani atakazozilipa hizo fedha na kuzifidia? Na ndiyo maana nalisema hili, mradi ni mzuri lakini utekelezaji wake ni very poor. Na hili nalizungumza mbele ya rafiki yangu Mheshimiwa Rais wa Malawi. Haiwezekani watu watafute visingizio vya corona. Kwanza effect ya corona katika nchi hii ni so minimal. Kwa hiyo kandarasi alitakiwa awe hapa. Kwa hiyo waziri, huyu contractor aanze kukatwa pesa za kuchelewa kukabidhi mradi. Dar es Salaam oye! Tukienda kwa utaratibu huu, miradi mingi itachelewa. Na mimi nimeumbwa kusema ukweli, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Na ninazungumza mbele ya baba askofu mstaafu Dr. Lazarus Chakwera. Haiwezekani hawa makandarasi, Henan is a good contractor, but you are delaying the project. We can't tolerate that stupid things. Ifike mahali viongozi wa Dar es Salaam mulielewe hili. Hizi ni fedha za Watanzania maskini. Wamewekeza hapa ili kusudi wapate faida ya mradi huu. Kwa hiyo haiwezekani mnasema corona, baadaye mtasema mvua, baadaye mtasema jua, baadaye mtasema matope. Haiwezekani. Kwa hiyo mkurugenzi wa jiji, wewe ndio lisaini mkataba huu. Nataka mradi huu kabla ya mwezi wa 11 huu umemalizika. Hakuna extension. Mwezi wa 11 wafanye kazi usiku na mchana. Kuna umeme upo, maji yapo, watu wa kufanya kazi wapo, pesa zipo. Hakuna sababu ya kusingizia corona. Mbona hawajavaa hata barakoa hapa? Dar es Salaam oye! Na niwaombe watendaji wangu, huu mradi simenileta mimi na Mheshimiwa Rais kuja kuweka jiwe la msingi. Kwa hiyo waziri, huu mradi umalizike. Hamieni hapa, mainjinia wa mkoa, wa wilaya, msimamie huu mradi. Bilioni 71. Ninaambiwa hapa patakuwa panapakiwa magari 1000 mabasi. That's fine. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV.
Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.